Bunge limeupitisha mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria ya shirika la nyumba ya NHC wa mwaka 2025 ambapo baadhi ya vifungu vilivyorekebishwa vinafanya mamlaka ya uteuzi wa mkurugenzi mkuu kuwa ni ya rais badala ya waziri. Mswada huo uliwasilishwa mapema leo bungeni Dodoma na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, ambapo pia ameboresha masharti ya uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa NHC kwa lengo la kuimarisha utawala bora na uwajibikaji katika usimamizi wa shirika hilo. Vifungu vya 15, 16 na 17 vinapendekezwa kurekebishwa ili kuongeza viwango vya adhabu vilivyopitwa na wakati kwa mtu atakayebainika kutoa siri za shirika, kutoa taarifa za uongo na kujipatia manufaa kwenye shirika, au anayezuia wafanyakazi wa shirika kuingia kwenye nyumba kufanya ukaguzi. Lengo la marekebisho haya ni kuwezesha adhabu kutolewa kulingana na hali halisi ya thamani ya fedha na uzito wa makosa pamoja na athari za makosa hayo. Aidha, marekebisho haya yanalenga kuviwezesha vyombo vya utoaji haki kutoa adhabu kulingana na kosa lililotendwa na mtu binafsi au kampuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha 18 kinapendekezwa kurekebishwa kwa kuweka mamlaka ya uteuzi wa mkurugenzi mkuu kuwa ni rais badala ya waziri, pamoja na kuboresha masharti ya uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa shirika. Lengo la marekebisho haya ni kuimarisha utawala bora na uwajibikaji katika usimamizi wa shirika. Maboresho ya sheria kwa ajili ya uwekezaji bora wa shughuli za shirika la nyumba yatakuwa na tija zaidi iwapo shirika litawezeshwa kwa kusimamiwa katika ukusanyaji wa madeni na uwekezaji wa miradi yake. Kamati inashauri serikali na taasisi zake ambazo ni wapangaji katika nyumba za shirika la nyumba zilipe madeni yote ili kuliwezesha shirika kutimiza majukumu yake.